Ningependa kuwashirikisha ndugu zangu ni na kwamba nadhani serikali tujiepushe sana na kuchukua maamuzi yale ambayo bila kuzingatia taratibu za sheria na katiba. Yaani ukweli ni kwamba ibara hii inasisitiza, katiba ibara 26 inasisitiza sana utawala wa sheria ambao rais pia alituelekeza siku ya sheria, si ndio? Wadau wote na kwamba kutekeleza ile utawala wa sheria na kushirikiana na mahakama kutekeleza utawala wa sheria. Sasa ibara ya 26 inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili inasema kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Sasa serikalini tunapokuwa tunafanya maamuzi yetu kwa kuzingatia katiba na sheria na maadili ya utumishi katika sehemu zetu, itatusaidia sana pamoja na mambo mengine, sio kudumisha tu utawala wa sheria, lakini kuepuka na migogoro. Maamuzi hasa yanayohusiana na masuala ya biashara, uwekezaji, mikataba. Tukitaka kuchukua maamuzi haya, tuzingatie huu utaratibu wa sheria. La sivyo, tutazalisha migogoro huku mahakamani migogoro haitaishi. Na tuliyoona hapa yanaweza kuendelea kujitokeza unnecessary. Na it is our interest kwamba hii migogoro iishi anyway, lakini ni kwamba kile kinachopatikana kibakia kutumika kwa maendeleo ya wananchi na ustawi wa taifa hili, badala tena kutoka kwenda kumlipa mtu mwingine fedha nyingi, kitu kinacholeta pia shida hata kwa mfuko wenyewe wa hazina. Ikiwa na ninyi mna mapendekezo, iwe ni Tanganyika Law Society, ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya Solicitor General, ni public ya Atilani, hizi taasisi zote hizi, kwa yale mambo ambayo yanaingia kwenye mamlaka ya jaji mkuu kutunga kanuni, tushirikisheni, tutajadiliana, halafu mwisho tutasema basi sasa tunazitungia kanuni. Na kama ni lazima, tutalazimika hata kuomba kuleta mapendekezo yenu na rasimu zile kanuni, tutazungumza hii mambo yetu ya nchi. Lakini pia kama zipo sheria zinazokwamisha utekelezaji wa jukumu la utoaji haki, basi msitolee mapendekezo, tutahusisha sisi. Kuna Wizara ya Katiba na Sheria hapa. Kama hizo sheria zinarukia Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo ndio wizara yenye responsible na legal affairs, itakuwa secretary kule. Wengine mtampekea tu ni general, waziri mwenyewe, wengine labda anarukia Wizara ya Fedha, wengine anarukia wizara nyingine. Fanyeni hivyo.